Machafuko yanaongezeka nchini Iran yanayoripotiwa kupoteza maisha zaidi katika siku ya 5 ya maandamano ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Shirika la habari la Fars na kundi la kutetea haki za binadamu Hengaum walisema watu wawili walifariki wakati wa mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama katika mji wa Lodegan, kusini magharibi mwa Iran. Watu watatu zaidi waliuawa huko Azina na mwingine huko Kodashti, Fars iliyoripoti, wote magharibi mwa nchi hiyo. Siku ya Alhamisi, video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha magari yaliyochomwa moto wakati wa mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Waandamanaji wengi wametoa wito wa kukomesha utawala wa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Wengine pia wametoa mwito wa kurejeshwa kwa ufalme. Kadri siku zinavyozidi kusonga, ndivyo taarifa zaidi zilivyoingia za machafuko ya juu na chini nchini Iran, siku ya 5 ya maandamano hayo yaliyosababisha na kuporomoka kwa sarafu ya nchi ya Iran. Video zilizothibitishwa na BBC Persian zinaonyesha maandamano katika mji wa kati wa Lodegan, mji mkuu Tehran, na Mavdashti katika jimbo la kusini la Fars yanayofanyika siku ya Alhamisi. Fars iliripoti kuwa huko Lodegan watu wawili waliuawa, ikitoa mfano wa afisa aliyearifiwa. Ripoti hiyo haikubainisha iwapo waliouawa walikuwa waandamanaji au wanachama wa vikosi vya usalama. Pia iliripoti vifo hivyo vitatu huko Azina katika jimbo jirani la Rorestani, bila kutaja kama kulikuwa na waandamanaji au maofisa wa usalama. Kundi la kutetea haki za binadamu la Hengaum lilisema kuwa wawili waliouawa huko Lodegan walikuwa waandamanaji, wakiwataja kama Ahmad Jalili na Sajadi Valamaneshi. Vyombo vya habari vya serikali kwa nyakati tofauti vilisema kuwa mjumbe wa vikosi vya usalama vinavyohusishwa na walinzi wa mapinduzi ya Iran, IRGC, aliuawa katika makabiliano na waandamanaji Jumatano usiku katika mji wa Kodashti katika mkoa wa Lorestan, magharibi mwa nchi hiyo. Ingawa bado haijaweza kuthibitishwa kuhusiana na hili, waandamanaji wao wanasema mwanaume huyo alikuwa mmoja wao na aliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama. Maofisa wengine 13 wa polisi na wanachama wa Basiji walijeruhiwa kwa kurusha mawe katika eneo hilo, ripoti ya vyombo vya habari vya serikali ilisema. Shule, vyuo na taasisi za umma zilifungwa kote nchini Iran siku ya Jumatano baada ya likizo kutangazwa na mamlaka katika juhudi za kuzima machafuko hayo. Ilikuwa ni kuokoa nishati kwa sababu ya hali ya hewa ya baridi, ingawa ilionekana na Wairani wengi kama jaribio la kuzuia maandamano. Walianza mjini Tehran, miongoni mwa wauza maduka waliokasirishwa na kuanguka tena kwa kasi kwa thamani ya sarafu ya Iran dhidi ya dola ya Marekani kwenye soko la wazi. Kufikia siku ya Jumanne, wanafunzi wa vyuo vikuu walihusika na walikuwa wameenea katika miji kadhaa, huku watu wakiimba dhidi ya watawala wa makasisi wa nchi hiyo. Maandamano hayo yamekuwa makubwa zaidi tangu ghasia za mnamo mwaka 2022 zilizochochewa na kifo akiwa chini ya ulinzi Mahsa Amini, msichana ambaye alishutumiwa na polisi wa maadili kwa kutokuvaa vazi lake ipasavyo, lakini hazijakuwa kwenye kiwango sawa. Ili kuzuia ongezeko lolote, ulinzi mkali sasa unaripotiwa katika maeneo ya Tehran ambako maandamano yalianza. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amesema serikali yake itasikiliza matakwa halali ya waandamanaji, lakini mwendesha mashtaka mkuu Mohammad Movahed Azadi pia ameonya kwamba jaribio lolote la kuleta ukosefu wa utulivu litakabiliwa na kile alichokiita majibu madhubuti. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.